wa katika bonde wametoka mashimoni na kwa wafu, lakini Isaya aliona wako mashimoni. Ndio maana majeshi lazima yamke yawafate, maana watu wamefichwa, wala hapana asemaye rudisha. Nimeona kusini na tikisika kwa kelele zako. Majeshi yako wapi? Majeshi ni majeshi ya nani? Yakipiga majeshi, yakipiga majeshi, hawawezi, wamekwisha, Hivi tulivyo neno la kuingia katika sehemu ambayo Bwana anataka tuingie. Haleluya. Naomba kila mtu asimame, tusome andiko moja tukiwa tumesimama. Baadaye nitawarudisha tu platform kwaya, tutakuja tu kuimba wimbo mmoja mfupi, halafu baadaye tunakwenda. Ninaomba sasa kila mtu asimame, ufungue kitabu cha Hagai sura ya 2. Kila mtu asimame, fungua kitabu cha Hagai sura ya 2. Hagai sura ya 2. Kila mtu akiwa amesimama. Hagai sura ya 2. Nitasoma kuanzia mstari mfupi kabisa wa 5. Kama neno lile nililoagana nanyi mlipotoka katika nchi ya Misri, na roho yangu inakaa kati yenu, msiogope. Hebu turudie tusome wote kwa pamoja tena. 1, 2, 3. Kama neno lile nililoagana nanyi mlipotoka katika nchi ya Misri, na roho yangu inakaa kati yenu, msiogope. Basi unaweza kukaa. Somo langu la leo linaitwa
Kifo cha kutengeneza. Kifo cha kutengeneza. Kifo cha kutengeneza. Wiki hizi mbili nilifundisha kwa habari ya fedha na kwa habari ya kufanikiwa. Ninaona kama mapepo wakajisahau, wakaona anafundisha na leo fedha. Sasa nataka nirushe makonde ya mfululizo. Alisema Idi Amin kwamba if you are in a boxing and the referee is against you or against the nation, the best way to win is by knockout. Ukishinda kwa kuhesabiana point, refa anaweza kupendelea. Lakini kama mtu umemtandika ngumi amelala chini, refa atapendeleaje? Sababu watu wote wanaona yuko chini, anahesabiwa 1, 2, 3, haamki wala afungui macho. Refa atapendeleaje? And this is the best way to win, is to win by knockout. Hata kama referee angeamua kumnyanyua mpigishe mazoezi, amekuwa laini kama mfuko usio na mahindi. Sasa kidogo tu niwarudishe platform kwaya, tuimbe wimbo nasema oh the Lord, oh the Lord, oh the Lord be magnified. I will rejoice and be glad in you. I will rejoice and be glad in you. Kwa dakika chache tu, kwa dakika chache tu tutaimba. Alafu baadaye nitakufundisha kifo cha kutengeneza. Kifo cha kutengeneza. Kifo cha kutengeneza. Kifo cha kutengeneza. Baada ya huo wimbo tutaangalia kifo cha kutengeneza. Tutaimba huo wimbo nasema oh the Lord be magnified.
Naomba ukae. Somo langu leo ni kifo cha kutengeneza. Kifo cha kutengeneza. It may look so funny ukisema kifo kinatengenezwa. Lakini hebu tuanze kwenda polepole, alafu tunaweza kufahamu kwa pamoja kwamba kifo kinatengenezwa. Mara nyingi watu wamewaza kwamba kifo ni tukio. Lakini kifo si tukio. Kifo kina akili, kifo kina moyo, kifo kina reason, kifo kinaweza kwenda, kinaweza kurudi. Kifo si tukio. Death is not an event. Na kifo kinaweza kutumwa nenda mahala fulani, kikaenda, rudi, kikarudi. Kifo si tukio. Sasa nataka sasa tuanze. Kila mtu sasa fungua moyo wako ili tuanze wote kwa pamoja. Sasa mtu ambaye hutafungua moyo utapitwa. Sasa nianze kwanza, nini maana ya kifo kwa ufupi? Nimeshaongea mara nyingi, lakini angalau niongee nini maana ya kifo. Kifo ni nini? Kifo si kitu isipokuwa ni utengano. Kifo si kitu isipokuwa ni utengano. Kifo, death is nothing but separation between your spirit and your body. When your body and your spirit are separated, you are dead. Therefore, kwa hiyo kifo kinaweza kutafasiriwa kwa tafasiri fupi ni utengano. Vitu vinavyotengana vilivyokuwa pamoja, maana yake ni kifo kimetokea. Sasa haraka haraka, aina za vifo. Kuna aina nyingi za kifo, lakini kwa leo niseme aina za kifo ambazo zimo ndani ya Biblia. Kwenye Biblia aina ya kwanza ya kifo inaitwa kifo kwa sababu ya makosa ya mtu. Mtu anakuwa amekosa na kukosa kwake kunamsababisha awe amekufa. Maana yake kwamba unapokuwa dhambini umekufa ungali unaishi. Hiyo ndicho kinaitwa kifo kwa sababu ya makosa. Watu wanaotenda dhambi wamekwisha kufa. Ingawa unaishi lakini umekwisha kufa. Una jina la kuwa hai lakini umekufa. Mtu yeyote ambaye hajamwamini Yesu, hana Yesu, hajaokolewa, anaishi dhambini, huyo mtu amekufa angali anaishi. Ndiyo maana Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 inasema hivi: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu na dhambi zenu. Unaona, unapokuwa katika dhambi wewe umekufa. Na ndiyo maana utaona kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu na hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Unaona, asiyemwamini Yesu umekwisha kuhukumiwa. Bali yeye amwaminie amepita kutoka mautini ameingia uzimani. Kwa hiyo kifo aina ya kwanza ni kule kutokumwamini Yesu. Unapokuwa hujaokoka, you are dead, umekufa. Ndiyo maana hata kwenye Waefeso sura ya 2 mstari wa 5 Biblia inasema, hata wakati ule mlipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Maana yake kabla mimi nikiwa sijaokoka nilikuwa nimekufa, nimefariki. Siku nilipompokea Yesu Kristo akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nimefufuka. Ndiyo maana mtu kabla hajaokoka umekufa. Una Mungu, umekufa. Unaweza sasa kuyaelewa yale maneno ya mwana mpotevu. Yule mwana mpotevu baada ya kuwa ameondoka nyumbani, aliporudi kwa baba yake anasema, mwanangu alikuwa amekufa, sasa amefufuka.
Unaweza kushangaa, mbona Biblia inasema mtoto huyu alienda nchi za mbali, akatapanya mali, akamwibia baba yake, leo anarudi kwa baba yake anasema amefufuka? Ni kwa sababu mtu anapokuwa mbali na Mungu Baba, mbali na upendo wa Mungu, mbele za Mungu anaitwa amekufa angali anaishi. Ni kifo hicho. Ndio maana kwenye Luka 15 mstari wa 24, huyu baba wa mtoto anasema, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Unaona? Kwa hiyo mtu anapokuwa mbali na Mungu, hajamwamini Yesu, hajaokoka, mbele za Mungu anaitwa amekufa. Ingawa anatembea, anafanya kila kitu, lakini umekufa. Na ndio maana Luka sura ya 15 mstari wa 32 anasisitiza tena. Anasema tena, kufanya furaha na shangwe ilimpasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Unaona, mtu anapokuwa hana Yesu, ingawa anaishi, amefariki kwa desturi ya Mungu, amekufa. Unaweza ukaona mbele za Mungu watu wote wasio na Yesu ambao hawajaokoka, mbele za Mungu wamekufa. Na hiyo ndiyo kifo cha kwanza, aina ya kwanza ya kifo. Aina ya pili ya kifo inaitwa kulala mauti. Kulala mauti, hiki ni kile kitendo cha yule mtu ambaye ameokoka. Unapofika wakati roho yake na mwili wake vinatengana, anaitwa amelala mauti. Yaani roho yake na mwili wake vikitengana, anaitwa amelala mauti. Kwa mfano, anaumwa, mgonjwa, baadaye unafika wakati roho yake na mwili wake vinatengana, anaitwa amelala mauti. Lakini hili neno amelala mauti, jina jingine inaitwa amelala katika Kristo. Maana yake ni huyu mtu wa Mungu amelala katika Kristo. Ndiyo maana sisi watu wa Mungu, kama mtu akifa, hatutumii sana neno kafa, tunatumia neno halisi. Sisi huwa hatufi, sisi tunalala katika Kristo. Sisi hatufi kwa sababu tayari tuliwahi kufa. Tulipookoka kumpokea Yesu, tukafufuka, tukawa hai. Kile kitendo cha kwenda mbinguni na kuacha mwili kinaitwa kulala katika Kristo. Ndiyo maana kwenye Wathesalonike wa kwanza na sura ya 4 na mstari wa 15, Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 15, kwa kuwa nawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake, hakika hatutawatangulia wale waliokwisha kulala mauti. Unaona, watu ambao walikuwa wanamwamini Yesu, wanamjua Yesu, unafika wakati Mungu anawachukua. Ndiyo maana mtu wa Mungu, unapofika wakati wa kulala mauti, maana yake utoke duniani, wala usiwe na wasiwasi. Unatakiwa ujue kwamba hakuna mtu atakaye utoa uhai wako bila ya Mungu kutaka uhai wako utoke, ikiwa uko ndani ya Kristo. Unaweza ukanywesha sumu nyingi, madebe kwa madebe. Siku hizi watu wananusisha kama panya, wakakunusisha tena na tena. Unakwenda mahali wanakupa kitambaa, unanusa, utanusa, lakini haufi. Kwa nini? Kwa sababu ulishawahi kufa kabla hujaokoka. Sasa ukafufuka ulipomwamini Yesu, huwezi kufa tena. Kimsingi watu wa Mungu hatufi tena. Gwajima hafi. Nusisha mpaka utakavyochoka, sifi. Nitakwenda kwenye wheelchair tu kidogo, alafu baadaye huyo niko na wewe. Nitakwenda ICU kidogo, baadaye huyo. Utatengeneza majambazi wa kutengeneza, na baadaye huyo. Sasa ikifika zamu yangu ndio utatambua maana yake ni nini. Wanaoelewa jambo hilo mwamvuri juu. Hafi. Unajua, hiyo inaitwa kulala mauti. Ni kwamba mtu umeokoka, unampenda Yesu. Na nikupe taarifa moja wapo kwamba unapokuwa umeokoka unampenda Yesu, alafu ukaugua ukazidiwa, kama ndio siku yako ya kuondoka duniani imefika, kwa kadiri unavyotaka kuondoka ndivyo unavyo relax zaidi. Sio kwamba unapiga mateke jamani, una relax kwamba sasa hivi ni saa ya kwenda mbinguni.
unaanza kukilia mabonde vilivyokuwepo. Unaona ni wapi sikutoa fungu la 10. Ukiwa umelala kitandani unasema Baba Mungu, kwa jina la Yesu, kuna mahala sikufanya. Unakilia mabonde yale, Baba Mungu naomba, unaweka afu na relax. Ndiyo maana yule maskini akafa akachukuliwa na malaika. Unatakiwa ujue watu huchukuliwa wakifa. Sasa unaona kuna mahala panaitwa kulala mauti. Lakini hicho kuna mahala panaitwa kulala katika Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 18. 1 Corinthians in chapter 15 and verse 18. Inasema, na hapo wao waliolala katika Kristo wamepotea. Anaongea hapa kwamba ikiwa wafu hawafufuliwi, waliolala katika Kristo wamepotea. Lakini Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 20 anasema, lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala, yani waliolala mauti. Kwa hiyo aina ya kwanza ya kifo ni yule mtu asiyemwamini Yesu, amekufa angali anaishi. Na aina ya pili ya kifo ni wale watu waliookolewa, roho zao na miili yao zinapotengana ili roho iende mbinguni na mwili uyarudie mavumbi. Hiyo inaitwa kulala mauti au kulala katika Kristo. Ndiyo maana Biblia inasema, kwa maana parapanda italia, nao waliolala katika Kristo watafufuliwa kwanza, nasi tulio hai tutabadilishwa. Maana sharti tuivue hii miili ya uharibifu, tuvae miili ya kutoharibika, tumlaki Bwana mawinguni. Kuna wakati unafika ambao miili hii tulionao, mortal body shall be translated into another glorious bodies. Damu na nyama haziwezi kurithi ufalme wa Mungu. Huu mwili ulionao, huu unaokula pizza, unaokula maharage, unaokula, hauwezi kuingia mbinguni. Sasa ikitokea Yesu amerudi sasa hivi, wale waliolala katika Kristo, yani wale walokole, watu wa Mungu waliolala, makaburi yatafunguka, watatoka kaburini, watatutangulia sisi tulio hai. Ndiyo maana Paulo akasema kufa ni Kristo, kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Kufa ni faida maana yake nini? Ukilala katika Kristo, Yesu atakaporudi, wewe ni wa kwanza kumuona vile alivyo. Wengine walio hai mpaka waanze kubanduliwa, waanze kuyavua maganda haya kama karanga, unaanza kutoka ndani keche, unatoka mle ndani. Amen, amen. Hiyo ni aina ya pili ya kifo. Aina ya tatu ya kifo inaitwa mauti ya pili. Aina ya tatu ya kifo inaitwa mauti ya pili. Hii kwa watu waliookoka hawana mauti ya pili. Kwa watu waliookoka hawana mauti ya pili. Ndiyo maana utaona kwa mfano kwenye Ufunuo sura ya 2 na mstari wa 11 kuna mauti ya pili. Mauti ya pili maana yake ni nini? Kwa nini inaitwa mauti ya pili? Kwa watu ambao hawajaokoka duniani, kile kitendo, wewe hajaokoka, yuko dhambini, kwa hiyo ameshakufa yule. Siku atakapokufa, siku mtu ambaye hajaokoka anakufa, maana yake anakufa kimwili kabisa, roho yake na mwili wake vinatengana, atapata kitu kinaitwa uchungu wa mauti, the agony of death, uchungu wa mauti, ambayo ndiyo maumivu makubwa kuliko maumivu yote duniani. Ni maumivu ambayo sasa roho na mwili vinabanduka, vinaachana. Unasikia maumivu ambayo hujawahi kuyasikia tangu kuumbwa kwa mbingu na nchi. Ndiyo maana kila mtu anapokuwa anakufa, wenye dhambi, unamwona anapiga mateke, analusha miguu, anang'ata meno, anapiga kichwa. Inaonyesha kwamba ameona vitu. Hiyo ni mauti ya pili. Ufunuo sura ya 2 na mstari wa 11. Kumbuka somo langu ni kifo cha kutengeneza. Kabla sijaenda kwenye kifo cha kutengeneza, nimeamua ni kuonyeshe kwanza mauti ni nini. Baadaye tunasonga kwenye kifo cha kutengeneza, tuone kama kuna mtu ametengenezewa kifo hapa na tukiondoe kwa jina la Yesu. Ufunuo sura ya 2 na mstari wa 11. Katika hao wa pili harufu ya mauti, Ufunuo sura ya 2 na mstari wa 11. Yeye aliye na sikio
na alisikia lile neno ambalo Roho aiambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Yaani wale waliookolewa hawata experience madhara ya mauti ya pili. Kuna madhara yanayotokana na mauti ya pili. Kuna madhara yanayotokana na mauti ya pili. Sasa Biblia inatuahidi sisi kwamba kama umeokolewa hautapatikana na madhara ya mauti ya pili. Sasa ni vizuri kuiangalia hii mauti ya pili ni nini, ambayo mpaka Mungu anatuepusha na madhara yake. Hebu nisome kujaribu kufafanua mauti ya pili ni nini. Hebu nisome Ufunuo 20 mstari wa 14 ni kuonyeshe mauti ya pili ni nini. Ufunuo 20 na mstari wa 14. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Ndiyo maana hapa sasa amesema kwamba yeye ashindaye hatapatikana na nini? Na mauti ya pili, ambayo ni nini? Ziwa la moto. Ziwa la moto. Kwa tunaanza kuona kumbe mauti ya pili ni ziwa la moto. Imeandikwa tena na tena. Ukisoma kwenye Ufunuo sura ya 21 mstari wa 8 imeandikwa pia. Imeandikwa bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa la moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Unaona sasa kwa nini inaitwa mauti ya pili? Kwa sababu umekufa duniani, wakalia msiba. Wakati wanaendelea kulia msiba, unaenda kufa tena kule ulikotoka. Usidanganye na mtu anayesema wacha nife nipumzike. People think that to die it is an easy option to solve the current problems. For your information, if you die or you commit suicide, you are linking yourselves into a very serious death again ahead of you. Unajiungamanisha kwenye kifo ambacho ni hatari kuliko vyote. Mauti ya pili, yaani lile ziwa la moto. Sasa hapo nifafanue ili sasa niingie kwenye kifo cha kutengeneza. Hii mauti ya pili maana yake ni kwamba tulifafanua mwanzoni kwamba kifo si kitu isipokuwa ni kutengana. Mtu anapokuwa hajaokoka, yeye na Mungu wametengana, hawako pamoja. Anaitwa amekufa kwa sababu yeye na Mungu hawako pamoja. Ndiyo maana Yesu alikuja kufanyika daraja kuwaunganisha watu na Mungu. Ndiyo maana msalaba una miti miwili ya kushoto na kulia, maana yake kuwaleta pamoja waliotengana. Una mti wa kushoto na wa kulia, walio kulia waje na walio kushoto waje. Mti wa juu anasema walio chini waende mbinguni, kwa sababu aliyekuwa juu ameshuka duniani. Ndiyo maana ya msalaba wa kujumlisha. Sasa kwa hiyo mauti ya pili maana yake umetengwa na Mungu milele. Hutamuona Mungu tena. Na wako wengi ambao sasa unatengwa na Mungu milele, hutamuona Mungu tena. It is a full separation from God for the eternity, for the entire of your life. You are separated by God. You have no chance to see God in your life anymore, and that is serious. It is something that should never happen to one sitting in this place. Yani kutengwa na Mungu milele, jehanamu ya milele. Na mimi nanishangaza eti wanaoanza kwenda kule kwenye mauti ya pili, kwa Ufunuo sura ya 21 mstari wa 8 wanaanza waoga. Shangaa sana. Sio wazinzi, sio wachawi. Wachawi wanafuata baadaye. Wanaanza waoga wa maisha, waoga wa kuzungumza, the cowards. Unasikia kitu lakini umenyamaza tu, umeogopa. I don't fear, not even fear itself. Kwamba unaoga,
mkiwa na mkeo ndani ya nyumba mnaanza kuongea, unajua darling, ilitakiwa iwe hivi na hivi na hivi. Ukiambiwa hebu simama kwenye jukwaa uiseme escrow, ukiambiwa hebu iseme escrow, unasinya hovyo hovyo. Tulia kabisa. Kwa habari ya kusema simpa kwa mafuta tena, nahubiri mimi injili ya Yesu. Sisi ni nuru, tunaleta nuru mahala penye giza. Sisi ni chumvi, tunapafanya pawe patamu, pawe na ladha mahala palipoharibika. Sisi ni lungu la Bwana na silaha za Bwana za vita. Kwa mimi nitavunja vunja mwanamke na mzee, kwa mimi nitavunja vunja gari la vita na waliochukuliwa ndani yake, kwa mimi nitavunja vunja mpanda farasi na farasi mwenyewe, na Bwana atawatosa baharini. Hebu sema amen. Biblia inasema bali waoga. Let me tell you something. All things written in the Bible are possible to happen now under fear-free factor. Yote yaliyoandikwa kwenye Biblia yanaweza kutokea sasa hivi. Shida ni hofu. Kwa nini watu wanasema ufufuo na uzima mnaombea watu wanafufuka? Kwa nini wafufuke kwenu tu wasifufuke makanisa mengine? Nyie ni wachawi. Nyie ni mnatumia ushirikina. Kwa nini misukule warudishwe kwingine tu? Nataka nikwambie neno moja. Kila mtu anaweza kufufuka. Mwingine utaomba dakika 5, mwingine dakika 10, mwingine 20, mwingine 30, mwingine saa 1, mwingine masaa 2, mwingine 6, mwingine masaa 24, mwingine wiki 1. Inategemea na anayeomba. Shida tu ni kwamba unapopiga unaomba, unaona hapa amelala tu, njoo amelala tu, njoo amelala, unasema ni mapenzi ya Bwana. Lakini kama ungekoleza moto na ukasema stoki hapa mpaka kieleweke. Biblia inasema kama wafu hawafufuliwi, basi Kristo naye hakufufuka. Na kwa namna hiyo unaona vizuri kabisa kwenye Biblia, Elia akamfufua mtoto, Elisha akamfufua mtoto, mifupa ya Elisha ikamfufua baba mzima akiwa anazikwa. Yesu akamfufua binti Yailo. Yesu akamfufua kijana kwenye lango la Naini. Yesu akamfufua Lazaro aliyekuwa amekufa amezikwa. Baada ya kufanya hayo, Yesu akasema, amini amini nawaambia, yeye aniaminie mimi, kazi nifanyazo naye atafanya, naam na kubwa kuliko hizo atafanya, maana mimi nakwenda kwa Baba. Baadaye Mathayo 10 mstari wa 8 akasema, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, toeni pepo, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toeni bure. Baadaye alipokuwa yeye msalabani akasema, wacha mimi Yesu ambaye ni Bwana wa ufufuo niwaonyeshe ufufuo unavyokwenda. Alipokwenda msalabani akaning'inizwa. Biblia inasema tangu saa 6 mpaka saa 9 alipokuwa msalabani, cha kwanza dunia ikawa giza, cha pili mawe yakapasuka, cha tatu dunia ikatikisika na miamba ikapasuka, cha mwisho makaburi yakafunguka, kuonyesha kwamba Bwana wa ufufuo yuko msalabani. Ukristo ni dini ya ufufuo. Dini zingine hazina ufufuo. Mabuddha hawana ufufuo, wala Wahindu hawana ufufuo, wala ndugu zetu Waislamu hawana ufufuo. Lakini Yesu akasema, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Mtu aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi tena. Baada ya watu kufa duniani hakuna matumaini tena. Watu wanaanza msiba, wanaanza kuandaa mahema na kuandaa mikeka. Lakini kwa Kristo liko tumaini lingine, tunaweza kulitia jina la Bwana. Nataka uamsho ule ndio utikise Tanzania. Nataka uamsho ule ndio uibadili Tanzania, ugeuze makanisa, ugeuze falme ziwe falme za mwana kondoo. Dar es Salaam wafufuke, Kibaha wafufuke, Morogoro wafufuke, Iringa wafufuke, Mbeya wafufuke, Manyara wafufuke, Rukwa wafufuke, Tanga wafufuke, Arusha wafufuke, Moshi wafufuke, Zanzibar wafufuke. Na ndipo pale dunia na Tanzania itikiswe kwa uweza wa Bwana. Ndipo watu watakapokusanyika watasema, huyu ndiye Bwana tuliyemngojea. Tumeziona haki zake na bendera yake itasimama, na watu watajua ni Mungu wa wokovu wetu. Amen. It doesn't change anything if your mind doesn't accept. It changes nothing.
Can I tell you something? You are what you believe. Wewe ni kile unachokiamini. You will always amount to what you believe. If you believe in possibilities, if you have a term impossibility in your mind, you will face impossibilities. If you have a term all things are possible, all things will be possible. Sasa hebu tuendelee kidogo sasa. Yesu akiwa msalabani. Hebu tuangalie Mathayo sura ya 27 na mstari wa 50. Kumbuka somo langu sasa ni kifo cha kutengeneza. Nimetoa tafasiri ya kifo kidogo, alafu baadaye we want to move. Mathayo 27 na mstari wa 50. Naye Yesu akapaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Ninaomba watu wote tuseme kwa sauti. Hebu sema, naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Pigia mstari hapo kwamba roho huwa zinatolewa. Roho inaweza kutolewa. Hapa kuna mtu ametoa roho. Tofauti ni kwamba ametoa yake. Hapa kuna mtu ametoa roho. Tofauti ni kwamba ametoa yake, hajatoa ya mtu. Biblia inasema akapaza sauti, akaitoa roho yake. Ndiyo maana unamwona Yesu amesema, hakuna anayeniua ila na utoa uhai wangu ili niupokee tena. Angalia pointi ya kwanza, kumbe roho ya mtu inaweza kutolewa. Kumbe mtu anaweza kukunyemelea akaitoa roho yako. Kumbe roho inaweza kutolewa. Mwambie mwenzako, roho zinatolewa. Kumbuka tulisema kifo ni utengano kati ya roho ya mtu na mwili wa mtu. Roho inapotolewa ndiyo umeuawa. Beba katika akili yako kwamba roho huwa inatolewa. Kilichofanyika hapa, nani anatoa roho hapa? Mwenye roho ndiye ameamua kutoa roho yake. Lakini mahala pengine mtu anaweza kutoa roho ya mtu. Cha pili, baada ya kuona roho inaweza kutolewa, tutaangalia roho inaweza kuwindwa. Roho ya mtu inaweza kuwindwa. Roho ya mtu inaweza kuwindwa. Tasoma kwenye Ezekieli sura ya 13 na mstari wa 18. Roho ya mtu inaweza kuwindwa.